rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Wapendwa watazamaji wetu wa kipindi chetu Allahu yuhibbu wallahu la yuhib, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameweza kutujalia tukaweza kufanya kipindi kwa salama na akatupa siha na afya, na leo tuhitimisha tukiwa tujaribu kufanya summary ya wale wasiopendwa na Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, miongoni mwa majina yake matakatifu ni kuwa Al-Wadud, huwa Al-Wadud, ni mwenye kujipendekeza yani kwa waja wake. Hivyo basi huwezi ukapata kwenye Qur'ani neno Mwenyezi Mungu achukia lakini la yuhib, yani hapendi, kuepuka hili neno la uchukivu. Ndugu zangu, kwa kweli kutopendwa na Allah ni khasara. Ukapendwa na kila mtu duniani lakini ukose mapenzi yake Allah, umekosa kila kitu, kwa sababu ni ishara kwamba uko mbali na rehema zake, ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakuangalia, ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafurahishwi na ibada zako. Lakini yote hayo ndugu zangu ni kwamba Mwenyezi Mungu hatudhulumu sisi. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu hadhulumu waja wake kitu chochote, lakini watu wenyewe hujidhulumu nafsi zao. Maana kukosa mapenzi yake Allah ni kwa sababu tumestahiki sisi kutopata mapenzi ya Mungu kutokana na yale ambao tumeyafanya. Madhalim, wenye kufanya uadui, wenye kibri, na wengine wote tuliowaeleza kwa muda wa mwanzo wa Ramadhani mpaka hivi tumefika mwisho. Hivyo basi kama vile tulivyoomba Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwa wale wenye kupendwa, basi na leo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na utukufu wake asitujalie sisi miongoni mwa wale wasiopendwa. Asitujalie kabisa kuwa miongoni mwa wale wenye sifa mbovu ambazo tumezitaja. Mwenyezi Mungu atushike mikono jalla jalaluhu, atuongoze katika haki, tuweze sisi kupambika na yale mazuri ili tuwe ni miongoni mwa waliopendwa. Na ndugu zangu, yani hili lahitaji juhudi kubwa sana, lahitaji juhudi baada ya kuona zile sifa mbaya za wale ambao wasiopendwa na Mwenyezi Mungu, au sifa mbaya zinazosababisha wewe ukose mapenzi ya Allah. Juhudi kutoka kwetu ni kwenda mbio tuepuke yale mambo, kwa sababu mambo yale aidha utakuwa wajidhulumu nafsi yako ama wadhulumu wengine. Kama kuwa na kibri, ukiwa na kibri kabla hujawadharau watu umejiangamiza mwenyewe, sababu Mwenyezi Mungu hamuingizi janna mtu mwenye kibri. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawa hampendi mwenye kibri. Hivyo basi baada ya yote tutakayoyafanya tunarudi kumuomba Allah, Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa mbaya, tusiwe katika wale ambao watakosa mapenzi ya Allah. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi, tujalie min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, wa kullu aam wa antum bikhair, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.